بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ndugu Muislam, mazungumzo yetu ya leo insha Allah ni kuhusu a'dhamu ma namliku fi hayatina ba'da al-iman, kitu kikubwa zaidi ambacho tulicho nacho katika maisha yetu baada ya iman. Ala wa huwa alwaqtu, si kitu kingine chochote bali ni wakati. Ndugu Muislam, alwaqtu ni'matun 'azimatun wa minhatun rabbaniyatun, wakati ni neema kubwa na ni zawadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameapia huu wakati katika Qur'an kwa sababu, na hii kuonyesha ule ukubwa na hadhi ya huu wakati. Allah subhanahu wa ta'ala asema wal fajri, Allah anaapa kwa wakati alfajiri. Wadhuha, Allah anaapa kwa wakati wa dhuha. Wal layli, Allah vile vile katika aya nyingine anaapa kwa wakati wa usiku. Wal asri, Allah anaapa kwa wakati wa alasiri. Kwa hivyo kulluha awqatun yuqsimu Allahu biha tanbihan li ahmiyatiha, zote hizi nyakati ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameziapia kututanabahisha, kuonyesha ule umuhimu wake. Lakini ndugu Muislam, tujiulize, tunaipokeaje hii neema hii ya wakati? Kathiru minan nasi yaishuna a'marahum wa hum fi ghaflatin, watu wengi wanaishi maisha yao wakiwa katika hali ya kughafilika. Yudayyi'una as-sa'ati wal ayami fi al-la'ib wal lahwi wat tasliyati, wengi wanapoteza masaa yao, wanapoteza masiku zao katika machezo, katika upuuzi, katika anasa. Kaannama khuliqu lirahati faqat, kana kwamba wao wameumbwa katika hii dunia kwa ajili ya starehe peke yake. Ndugu Muislam, naomba tuzingatie hadithi kama hii ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, wakati aliposema la tazulu qadama abdin yawm alqiyama hatta yus'al an arba', hautaondoka unyayo wa mja siku ya kiyama mpaka aulizwe mambo manne. Wa minha, na katika hayo mambo manne Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja wa an umrihi fima afna, ataulizwa umri wake namna alivyopitisha. Rawahu Tirmidhi. Kwa hivyo ndugu Muislam, alwaqtu huwa umruka wa huwa ra'su malika, wakati ni umri wako na vile vile ndio ni msingi wa mali yako. Fa in farratta fihi fa anta almuflis, basi ikiwa utaupuuza, ikiwa utapoteza wakati wako, basi wewe ni mwenye hasara, utakuwa umefilisika. Wa in ikhtamtahu fa anta rabih, lakini ukiutumia vyema huu wakati wako, basi wewe utakuwa ni mwenye kupata faida. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, amesema ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin gharabat shamsuhu, sijawahi kujutia juu ya jambo lolote kama ninavyojutia siku ambayo jua lake limeshakutwa, jua lake limeshazama. Naqasa fihi ajali, muda wangu wa maisha
umepungua ndani yake. Walam yazid fihi amali, lakini amali yangu, matendo yangu mema hayakuongezeka ndani yake. Ndugu Muislam, ad-dunya mazra'atun lil-akhirah, hii dunia ni kama kupanda mbegu, alafu matokeo yake ya kuvuna ni kesho akhira. Wal fursatu la tatakarrar, na hii fursa sahihi tuko hapa duniani haitojirudia tena. Tukishakufa ndio tushakufa, tunasubiri kesho matokeo yake, haitarudi tena. Lakin as-sa'idu man istaghalla awqatahu fi ta'ati rabbih, yule mwenye bahati ni yupi? Ni yule ambaye kwamba atautumia wakati wake vizuri, atatumia nyakati zake katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sa'idu wa imaratu qalbihi bil iman, na hata vile vile yule ambaye mwenye bahati ni yule atajenga nafsi yake kwa ajili ya imani. Walisanihi bidhikri, na ulimi wake kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa badanihi bil a'mali salihah, na hata vile vile matendo yake, mwili wake kutenda matendo mema. Ndugu Muislam, je, ushawahi kutenga wakati hivi sahihi ukatenga wakati wa kusoma Qur'an? Je, hivi sahihi ushatenga wakati wa kutafuta elimu? Na je, vipi unainuka usiku kusali qiyamul layl? Na vipi umejiwekea katika maisha yako hivi sahihi kufunga zile saumu za sunna? Au vile vile, je, umeshaketi ukawa ni mwenye kuwatembelea na kuwazuru wazazi wako? Kwa hivyo kullu dhalika, zote hizi min husni istithmar alwaqt, yote haya ni katika matumizi bora ya wakati wako. Kumalizia, ndugu Muislam, iyaka wataswif, vile vile tujitahadhari sana na kuakhirisha jambo jema ukawa mwenye kuliakhirisha. Fa innahu babul khasara, ukiakhirisha kufanya jambo jema kwa hakika ni khasara. Kam min shakhsin qala, wangapi ambao kwamba walisema saafal, nitafanya, walam yaf'al hatta baghatahu al-ajal, lakini hawakufanya mpaka mauti yakawa ni wenye kuwajia ghafla. Qala ba'du salaf, baadhi ya watu wema wanasema iyaka wataswifa, jihadhari sana tena sana na kuakhirisha mambo. Fa innaka biyaumika walasta bighadika, kwani wewe ni wa leo wala wewe si wa kesho. Ndugu Muislam, ad-dunya qasiratun wal ajalu qaribun, dunia ni fupi na muda wa kifo, muda wa kufa uko karibu. Wal maw'idu ma'a Allahi la yata'akhkhar, na ile miadi ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala haichelewi kabisa. Kwa hivyo tujihisabu nafsi zetu kabla hatujahisabiwa. Kila mtu ajiangalie nafsi yake, ako na kasoro mahali gani ili arekebishe. Kwa hivyo tutumieni fursa kama hii kwa vizuri, tutumieni nyakati hizi na uhai wetu hunu kabla Allah subhanahu wa ta'ala kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema rabbirji'un, kabla sisi hatujasema wakati wa mauti yetu, rabbirji'un, Mola wetu turudishe tena duniani, la'alli a'malu saliha, ili nitende mema. Lakini ndugu Muislam, ikishafika wakati huo tayari muda umeshakwisha. Basi Allahumma ij'alna awqatana imaratan bidhikrik wa a'marana mumtali'atan bita'atik wa la taj'alna min al-khasirin alladhina adha'u a'marahum fil ghaflah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.